Happy Sabbath, karibu katika uchambuzi wa Biblia kupitia lesoni. Sabato ya leo tumebarikiwa na walimu wanne ambao watakuwa wakiongoza katika kipindi hiki. Na kabla tujaingia katika uchambuzi wenyewe, wacha tufungue tukipata ombi kupitia kwa dada wetu, dada Ann Samuel. Tuweze kupata ombi. Takatifu Baba wetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa kutulinda wiki nzima, na asante kwa kutupa nafasi ya kujifundisha neno lako tena siku ya leo. Tunaalika Roho yako Mtakatifu awe kiongozi wetu tunapoanza, tutakapoitamatisha. Na Baba, hebu neno hili liweze kupata nafasi katika mioyo yetu, na itujenge, itulete karibu nawe, na ituandae kwa ajili ya ufalme wako. Mapenzi yako yatendeke, na Roho yako Mtakatifu atuongoze tangia mwanzo hadi mwisho, katika Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Asante sana, karibu katika lesoni yetu, na ningependa nifanye makaribisho mafupi kwa walimu wetu ambao watatuongoza katika kikao hiki. Upande wangu wa kulia ninaye elda wetu, Elda Eric Dibogo. Elda, salimia washiriki. Happy Sabbath and welcome to today's Sabbath. Asante sana. Mkono wangu wa kushoto ni dada wetu, dada Ann. Happy Sabbath, karibuni katika lesoni ya leo. Pia anafuatwa na ndugu wetu, ndugu Fred Mandela. Fred Mandela, salimia washiriki. Happy Sabbath. Asante sana. Fred Mandela ni mmoja wetu kutoka kanisa la Garrison. Karibuni. Ningependa tufanye tu muhtasari wa lesoni ambayo ilikuwa lesoni ya 7, lesoni ambayo ilikuwa ya wiki iliyopita, ili tuweze kuunganisha na lesoni yetu ya wiki hii. Na lesoni ya wiki iliyopita ilikuwa nazungumzia mada ambayo ni lugha, maandishi na mikutadha ambayo inapatikana katika Biblia ambayo tunaisoma. Nataka tu kwa dakika moja tu walimu wenzangu muweze kutoa tu muhtasari yale ambayo tuliweza kuyafanya katika lesoni ambayo iliyopita. Nikianza na ndugu wetu, ndugu Fred Mandela. Ni yapi ulipata katika lesoni ya 7 ambayo ilikuwa inazungumzia lugha, maandishi na mikutadha? Asante sana. Nashukuru kwa sababu nikiangazia lesoni jana ilikuwa inazungumzia kwamba ni lugha, maandiko na mikutadha. Kwa hivyo na haya ya matatu yameweza kuunganishwa kwa umoja. Hata mwandishi naye aliweza kuongozwa akaweza kutuonyesha kwamba kuna uhusiano kati ya matatu. Lakini lile ambalo niliweza kupitia na nikaweza kuona kwamba linakita yote ni kwamba lugha hii ambayo tunaenda kuichambua ni lugha ambazo ni nyingi sana. Lakini hizi lugha zote zimeweza kuandikwa katika maandiko ama katika maandishi. Kwa hivyo haya maandishi yakaweza kuwa yameweza kuwekwa katika muktadha mbalimbali. Na hivyo leo hii tutaweza kuzungumzia muktadha wa leo hii ambao ni ubadi. Asante sana. Elda Eric, sijui muktadha ama the context ya maandiko katika Biblia, wewe kwako uliyapata yapi ya ukuli? Asante sana mwalimu, na ningependa kukumbusha ya kwamba mada ambayo tunayo zungumzia the theme of this quarter's lesson is how to interpret the scripture. Ya kwamba tuweze kujua jinsi tutakavyosoma maandiko na kuyaelewa kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na kabla nifike katika somo la 6, la 7, tulikuwa na somo la 6 ambayo ilizungumzia ya kwamba why were the interpretation needed unto us. And after knowing why interpretation was needed for us who live it today, ndipo tukaingia katika somo ya Sabato iliyopita ambayo sasa ilikuwa inaongea juu ya language, ongea juu about the context and the text. Yes. And therefore I really like the context kwa sababu context imeweza kupoteza watu wengi. And lesson 6 was telling us that without faith there's no way that we can please God. And therefore going into context, for you to know the context why a written has been given unto us, therefore you needed first of all the Holy Spirit to guide you. One, there are words in the Bible that were being repeated several times, not once, not twice. I really like the book of Isaiah. Holy, holy, holy. Holy is the name. Yes. And for that only one word to be repeated, that it was giving emphasis the character of God, that God is holy. And again in the book of Genesis last week, we also had a look at creation in the book of Genesis chapter 1 verses 26 and Genesis 2. That the creation was being repeated in Genesis 2:27 more than 2 times. In fact, 3 times to be precise. And repetition of creation
was telling us who live today that there is no any other creator apart from God himself. And again, in context, therefore, we were being told that for you to understand a context, how context is given, therefore, you do not rush into a Bible to justify your wrong action. Do not go and drink and justify why you are drinking with the context. Have a look at why was Bible being written. And again, Mwalimu, just to be very quick, is that we're also being told that you need to know who wrote which Bible and where and what circumstances and what made them to write that writing. That will really help us to really understand why the writings are being given to us. Thank you. Asante sana. Na utakuta kwamba kitabu cha Mwanzo inazungumzia namna ambavyo viumbe vyote viliumbwa, dunia ikawa, sisi wanadamu tukaumbwa. Huwezi pata ujumbe huu kwingine usipokuwa kitabu cha nini? Cha Mwanzo. Kila kitabu kilikuwa kinazungumzia ujumbe wake fulani. Kitabu cha Esther inazungumzia mambo ambayo yalitokea ambayo ilikuwa na muhusu nani? Esther. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Pili, kuna historia nyingi ambazo zimetolewa. Kitabu cha Zaburi pia imetoa nini? Imetoa nyimbo ambazo hata sisi wenyewe tunafanya nini? Tunaimba. Kitabu cha Ufunuo pamoja na kitabu cha Danieli pia yako na ujumbe ambao umebeba ujumbe wa nini? Ujumbe wa unabii. Leo hii mniruhusu tuingie katika lesoni ya leo ambayo inazungumzia creation, Genesis as the foundation, ama uumbaji, mwanzo kama nini? Kama msingi. Sehemu ya kwanza. Tutakuwa na sehemu ya pili Sabato ambao unakuja. Kitabu cha Yohana 1 fungu lake la kwanza, na tutatufungua pia kitabu cha Mwanzo 1 fungu lake la kwanza. Nataka mmoja atufungulie, dada Ann, tusomee kitabu cha Yohana 1 fungu lake la kwanza hadi 4. Yohana 1:1 hadi 4 inasoma. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Asante sana. Hilo ndio fungu letu la kukariri, ya kwamba hapo mwanzo kulikuwako nini? Kulikuwako neno. Ya fungu la kwanza kitabu cha Mwanzo yasema nini? Mwanzo 1:1 inasema hapo mwanzo Mungu alisiumba mbingu na nchi. Asante sana. Unapoona kwamba Sabato iliyopita tuliona kwamba utaona maneno yamefanya nini? Yamerudiwa, sivyo? Kitabu cha Mwanzo yanaanza na maneno ya neno hapo mwanzo, na kitabu cha Yohana 1 pia inaanza na neno nini? Sasa lazima tuelewe mikutadha ya kila nini? Kila andiko. Je, mwanzo kama msingi wa uumbaji. Mwanzo kama nini? Msingi wa uumbaji. Utaona kwamba katika kitabu cha Mwanzo ndicho tutapata misingi ya kila kitabu ambacho kilifanya nini? Kilifuata. Kitabu cha Ufunuo haungekamilika kama kungekuwa na nini? Kitabu cha Mwanzo, kwa sababu yote yanaangazia kilichotokea nini? Kilichotokea mwanzo. Na hapo katika Mwanzo tutapata kwamba Mungu ameumba nini? Aliumba ulimwengu. Kisha akaumba binadamu. Baadaye akakuja akaumba binadamu, akaumba nini? Akaweka siku ya saba ambayo ni Sabato takatifu, akaiweka kuwa nini? Akaiweka wakfu kwa nini? Kwa viumbe vyake ambao ni sisi, ambao ni binadamu. Kisha tukaona kwamba katika hicho mwanzo tu tutapata kwamba dhambi ikafanya nini? Dhambi ikaingia. Baadaye tunaona kwamba Mungu anafikiria namna ambavyo ataondoa dhambi kwa nini? Kwa wanadamu ambao aliwaumba. Alafu anatoa mfano wa kuonekana kwa yule ambaye atakuja baadaye kuwafanya nini? Kuokoa wanadamu ambao wamekuwa kwa dhambi, ambaye ni nani? Ambaye ni Masihi. Kisha baadaye tunaona kwamba kuna itikadi ambayo inatokea hapa. Watu wanakuwa vichwa ngumu. Noa anatoa tahadhari kutoka kwa Mungu kwamba tuingie katika nini? Katika ile safina. Na watu wanafanya nini? Wanakaidi. Kisha gharika inafanya nini? Inakuja. Tena tunaona kwamba Mungu anatoa agano na wale ambao walikuwa nini? Walisalia baada ya Noa kufanya nini? Kuokolewa. Anafanya agano nani? Anafanya agano na Hawa. Kisha baadaye tunaona tanuri ya nini? Ile ya Babeli, the Babel Tower. Sasa tunaona nini? Kipi kinatokea? Sasa tunaanza kuona nini? Lugha zinafanya nini? Zinaanza kuzuka. Kila mmoja akona lugha yake. Ndipo hapa sisi wote tu tunaweza ongea lugha, uende kama mwingine akose kufanya nini? Kuelewa. Lakini kusikia tusikie sisi wote, lakini akose kwa nini? Lakini haya yote yaliandika katika nini? Katika Mwanzo. Je,
Pale mwanzo kipi kilitokea? Kitabu cha ambacho umesoma ni Mwanzo 1:1. Pale mwanzo inasema kwamba hapo mwanzo Mungu alifanya nini? Aliziumba mbingu na nini? Mbingu na nchi. Elder Eric. Mwanzo. In the beginning. We are going through the scripture of today that we may thwart the knowledge that cometh with the understanding of men. And I really like how the lesson writer brings the Genesis part 1 of the creation. Yes. And you see, John 1:1 tells us about the word, that there was a word that was there before creation. Yes. And I want to bring us to attention that before even that Genesis 1:1, that God was there. Hallelujah. And in fact, what we get from the picture is that is bringing us the Godhead, not one God, that in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God himself. Yes. So God was there even before the creation of what? Of man, before creation of what? Of the universe. So when you're talking about creation, in the part 1, thank you so much, because you've given us analogies and the chronologies that cometh with creation since Genesis 1:1 until Revelation chapter 12. Yes. And remember that all these are depicted on the creation that God, in fact, when God was creating, I really like the day 6 of creation, that God had a look at all the things that he created, and they were all perfect unto the eyes of God. So if God today come and quantify that something is perfect, then who am I to come and contradict what God has quantified to be perfect? But remember that is why after I did see that all that is created were perfect, then now he cometh to the 7th day, that he is setting apart from the other days, that it be a day of rest. I really just want to bring one thing that Mwalimu you brought in a very good context on the day 1 part of it, that God is trying to quantify the Godhead, that you have no any other doubt that we came into being or coexistence by chance. But there was a creator who was behind all the creation from, and in fact, after even I really have to mention one thing, maybe Mwalimu, before we go ahead, that despite of God had created a perfect being. Yes. And in fact, God blessed Adam and Eve and put them in the Garden of Eden, did not bar them from meeting the devil. And even as today, that God has created as perfect being, but He's given us chance that He has accepted temptation to come as our way, but not temptation that we cannot what? Overcome. Asante sana. Thank you. Asante. Thank you very much. I don't know whether Anne, you see the same thing as what Elder sees, that the agent of creation here is none other than the Jesus himself. Napenda sana kitabu cha Waibrania 1 fungu lake la 8 kwamba Mungu anapotoa mwongozo kwa kwa malaika, wanasema kwamba kwako wewe mwana, wewe uliweka misingi ya nini? Ya ulimwengu. Kumbe kuumba kwa nani? Kuumba kwa ulimwengu ni Mungu alifanya nini? Yesu alihusika. Ndipo sana anamwambia kwamba kama si huyo neno hakungekuwa na vitu vingi. Na Wakolosai 1:16 anasema nini? Kwamba he was made and everything was made because of what? And if everything was not made, then hata yeye angekuwa ya mahana. So katika in the beginning tunaona Yesu akiwa anafanya nini? Yuko pale. Kwamba kunakuwa mwana, kunakuwa baba na nani? Roho Mtakatifu. Je, Roho Mtakatifu alikuwa wakati wa uumbaji? Fungu la 3 nasema nini? Mwanzo 1. Ndio mtu asije kuuliza kwamba ati ni Mungu ndiye aliumba. Kama Mungu aliumba, Yesu alikuwa kwa wapi na Roho Mtakatifu alikuwa kwa wapi? Fungu la 3 nasema nini? Mwanzo 1:3 inasema? Inasema Mungu akasema. Ngoja. Tusome tu fungu la 2. Fungu la 2 nasema? Mwanzo 1 fungu la 2 nasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utubu na kiza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Yes. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Asante sana. Na nini ya Mungu? Roho ya nani? So roho pia alihusika katika nini? Katika uumba? Asante sana. Na pale tunaambiwa kwamba kulikuwa neno kakaa nani? Ikawa Mungu, sivyo? Elda umeguzia jambo fulani sana, akasema kwamba katika pale tu mwanzo hakukuwa tu ati tumeumba ulimwengu peke yake. Kukawa siku za nini? Siku za uumbaji. Ndugu Fred, katika siku za uumbaji kipi kilitokea? Naam, nikirejelea siku za uumbaji pale ninaona kwamba Mungu hakika aliweza kuumba ulimwengu kwa njia ya utaratibu. Kwa sababu kumaanisha hivyo, kuna siku ya kwanza ambayo aliweza kuumba mwangaza pale,
Na nikiweka kwa muhtasari ni kwamba jambo ambalo limeweza kulisoma pale, kuna lile ambalo liliweza kuja mwanzo hadi lile ambalo liliweza kufika mwisho. Na hili hasa tunaweza kusoma kwamba Mungu wetu ambaye aliweza kutuumba, alituumba kwa mpango. Aliweza kuumba dunia vile vile kwa mpangilio. Mungu wetu, our God is a God of order. Asante sana. And by bringing so, we should embrace order in all aspects that we do, or else we are involved, more especially spiritually, we must be in order. Tukienda mambo ya kidunia, vile vile lazima tuonyeshe ule mwangaza ambao tumeweza kupewa katika kanisa, kuwa na utaratibu. Pia vile vile hata katika familia zetu tuweze kuwa na utaratibu wa kufanya maneno. Asante sana. Asante sana. Jambo ambalo tunapata hapa ni kwamba Mungu hangeumba tu binadamu alafu akose kuweka mahali binadamu angekaa. Lazima kuwe na pale binadamu fanya nini? Ndiposa alianza na nini? Alianza na kuumba ulimwengu, akaanza nini? Akaumba hata bingu. Anasema hivi kwamba fungu la 3, nataka tusome fungu la 3 tu. Hiyo moja tu, kitabu cha Mwanzo fungu la 3 ambacho dada Ana alikuwa anasoma. Inasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Asante sana. Endelea fungu la 4. Fungu la 4 Mwanzo 1 inasema Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na kiza. Mlango wa 5 inasema Mungu akaita nuru mchana na kiza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Asante sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku gani? Siku moja. Sasa Mungu pia anataja siku za kufanya nini? Siku za uumbaji. Hakusema kwamba nimeumba siku fulani kama sisi tunasema kwamba aliumba Thursday ama Monday. Akasema siku ya ngapi? Siku ya kwanza. Kukawa jioni, kukawa asubuhi, siku ya kwanza mwanga fanya nini? Ameunda mwanga, sivyo? Sasa siku hizi ambazo Mungu ametenga katika uumbaji wake, kutoka siku ya kwanza hadi siku ya mwisho ambayo ni siku ya 6. Anasema kwamba Elda aliguzia mambo ambayo akisema kwamba siku ya 6 anapoumba binadamu akasema vitu vyote viko wapi? Viko sawa, sivyo? Ilipofika siku nyingine hapa ambayo ilikuwa inafuata siku ya 7, ilikuwa siku ya haya. Kitabu cha Kutoka 20 fungu lake la 8. Mwalimu, kabla siku ya 7 tunapofungua hapo, nataka Elda utilie tu mkazo tu kwa hiyo siku ya kwanza, ya pili na tatu mpaka ya 6. Asante sana mwalimu. Nafurahishwa sana na uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Na ndiposa tunaambiwa ya kwamba it is not just by chance that we coexisted. Asante sana. I don't know, maybe wengine wanasema ya kwamba yani kukawa tu ya kwamba wewe you are formed from some creatures or I don't know some germs. Nowadays when I have a look at my screens and have a look at how coronavirus is being put and to some inakuja kama ziko ndogo ndogo and like shady and like really these are the real germs. But I really like the creation, because from the first day of creation kukawa nini? Jioni, kukawa asubuhi, siku ya nini? Ya kwanza uumbaji. So God did not just like I just want to create all these things at once, then now wakati nimechoka I really like how watu wanafanya kazi ya kwamba wacha nifikia hapo, kesho nitafanya nini? Nitaanzia kesho. Bali Mungu aliweza kupanga kazi yake ya kwamba siku ya kwanza nitaweza kufanya asubuhi ikawe jioni, siku ya kwanza ikiisha anapumzika, anaangalia yale ambayo afanya nini? Aliweza kuumba. Anasema kwamba perfect they were. I really like how God was doing his creation. And this is why we are now being told that these days of creation is what the devil has worked on. That he wanted to change the analogies of creations of what? God himself. Yes, we know that God, in Genesis chapter 1 and the analogies of all the creation, we are not being told that it was on a Monday or Tuesday. But in our mind that God did his creation between the first day and the 6th day and the 7th day he set apart. Why is the devil working on changing the days? That today, there are people who knows that the first day of the week is what? Is Monday. Is Monday. That those who work on Sunday as the first day of the week. That those who work on what? On Saturday as the first day of the week. So that you may arrive on what? Your 7th day. And we really want to have a look at why was God giving us these days of creation? And why should they depict on our life? Remember that the things that are holy. And I really love today's lesson because it's talking about the things that God quantified from creation that they were holy. One, the days of creation after creating the 6th day, holy the first day, the 7th day that he set it what? So why is the devil working on changing the days of creation? That you may have
I don't know why and what concept that you just sit down and like nowadays we hear people say that it doesn't matter which day so long as your heart. No, God was not insane to have quantified the first day that the evening came and it was the morning and the first day what. So do not, I really like nowadays Christmas. Unasikia kwamba ikifika saa 6 ya usiku eti hiyo ni siku inaanza. I don't know which analogy that you're coming with. The Bible is very clear that ilikuwa jioni ikawa nini? Ikawa jioni ikawa asubuhi na siku ya kwanza. We je, siku yako inapoanza saa 6 ya usiku ya Mungu inaanza saa ngapi? Ilishaanza already. Wewe unakaa kwamba Yesu ndiye anazaliwa tarehe 25 ndio imekuwa. No. The Bible is very clear that it was the first day and which separate first day from the second day kwamba ilikuwa nini? Jioni ikawa asubuhi. Asante sana Elder. Kuna jambo ambalo nataka niguzie. Ameliguzia vizuri sana kitabu cha Kutoka 20. Hapo ndio sasa itakuwa mada yetu ambayo tunaweza kuzungumzia uumbaji na sabato. Ujue kwamba after Mungu kuumba wanadamu wote, akaumba viumbe vyote, akaumba siku. Hiyo siku akafanya nini? Akaiweka nini? Wacha turejelee hapo. Kuna mambo ambayo inasumbua watu wengi sana hapa. Jambo hili limekoseza watu amani. Na pia hata ile ameliguzia kwamba watu wanataka kuiweka iwe katika ile hali wao ndio wanataka. Yesu alipokufa akafuka siku ya 3. Tunaambiwa kwamba ilipowadia sabato ile jioni alikufa. Sisi watu tunaamini kwamba Yesu alikufa Friday, sivyo? Anafufuka on the 3rd day. Watu wanajiuliza sisi siku zilikuwa aje? Mbona zikakuwa kwamba the 24 hours system haifiki namna ambavyo tutafanya nini? Lakini tumesahau Mungu aliposema kwamba kukawa jioni, kukawa asubuhi, kwa siku ngapi? Siku ya kwanza. Alilala jioni ya Friday, akamuka asubuhi ya siku ngapi? Siku ya kwanza, sivyo? Akalala, akashinda mchana wote wa Saturday, sivyo? Mpaka asubuhi ya Sunday, siku ngapi? Ya 3, sivyo? So usiwe kuja kuleta kwamba ati lazima kuwe na 12 hour system ama 24 hour system. Umesema kwamba Biblia inasema kwamba Mungu aliumba Monday, akaumba siku. Monday ni creation ya human beings. Ni posa shetani napinga sana katika uumbaji, because hapo ndio najua kwamba anagonga nini? Injili ya Yesu. Siku ambayo ni siku ya 7. Je, hii siku ni siku gani? Exodus 20 verse 8. Kutoka 20 mlango wa 8 inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakaze. Yes. Endelea. Mstari wa 9 inasema siku zitafanya kazi, utende mambo yako yote. Yes. 10. Lakini acha tusikie hapo. Ningetaka ndugu Fred aijenge hii mada kwamba siku sitafanya nini? Kazi. Kwani Mungu aliumba kwa siku ngapi? Alitumia siku ngapi kuumba? Hizo siku 6. Siku 6 sivyo? Sasa kama yeye pia anatoa agizo kwamba siku 6 ufanye nini? Ufanye kazi, sivyo? Alafu ya 7 ufanye nini? Upumzike, sivyo? Haya. Sasa langu ningependa kuongezea ama kuweza kufanua kuhusu ukiunganisha na nyakati ambazo nyakati hizi ndizo ambazo tuliweza kuzungumzia mbeleni kwamba kulikuwa na the context, before context there was text. Yes. So text then context. Sasa kulingana na hawa ambao wanasema kwamba siku huwa inaanza sijui saa 6 usiku na naomba mniwe radhi kwa sababu hakika Biblia iko wazi kwamba ilipofika jioni na kisha kiza ikaingia asubuhi ikaingia siku ya kwanza, Mungu ameweza kuitakasa, Mungu ameweza kuiweka wazi hivyo. Na hivyo ndugu zangu, huyu shetani naye si mchache vile, ambaye amekuwa mwerefu kiasi kwamba ameweza kuingilia elimu ya kidunia ambayo madarasani wanafunzi ambao wanafundishwa masaa ambayo ni AM and PM ndio inachanganya hii elimu ya kidunia, inachanganya watoto wa Mungu kupata ukweli wa siku inapoanza na hivyo kumalizika, na hivyo kuweza kuwa they are confused. Sasa hii siku inaanza lini? Na kama hakika watashindwa kuelewa hii siku inaanza lini, kwa hivyo hata kuhesabu siku ya kwanza na ya pili ya tatu kutakuwa na utata.
utatanishi. Sasa naomba Mungu aweze kutufungua na sisi sote. Na ndio watu wakubali amefungua sasa tunaelewa. Huyu Roho wa Mungu ambaye kupitia kwa neno ambalo tuliweza kusoma kwamba kulikuwa na lugha, neno na nini na muktadha. Sasa hili neno ambalo limeweza kutuweka wazi kwamba hii siku ambayo ni ya Sabato ambayo Mungu aliweza kufanyia maneno matatu vile tuliweza kuzungumzia mwanzoni. Ni wa Mwanzo fungu la sura ya 2, fungu la 2 na fungu la 3 vile vile. Ambalo limeweza kuweka wazi kwamba huyu Mungu naye alikuwa ameliweka hili siku vizuri sana. Siku sheria ya 4 ambayo inasema kwamba remember, kwamba ili ni jambo ambalo lilikuwa vile tuliweza kusema mwanzoni beginning. Nashukuru sana. Na hivyo leo hii pia ameweza kutuambia tufanye nini? Kumbuka. Remember. Sasa mimi ningeweza kuliweka wazi hivi. Hakika turudi katika maandiko wenzetu. Tusiweze kufifia. Tuweze kuangalia Biblia yetu inatuambia nini. Hata Joseph Arimathea alipoenda pale msalabani aliweza kuchukua mwili wa Yesu kwa sababu si ule mwili basi ungekaa pale kwa sababu jeshi limeweza kusema kwamba huyu aweze kuangikwa pale. Joseph Arimathea aliweza kuongozwa na Mwenyezi Mungu kwamba aliweze kumtoa ule mwili wa aliye mtakatifu ambaye hakuwa na hatia aweze kulala katika, kwa sababu Sabato inaingia. Tukiweza kuangalia kitabu cha Luka na vile vile Mark. Sasa hilo tu la tuonyesha kwamba kuna uwezo ama kuna mwangaza pale tunaweza kupewa kwamba siku ya kwanza na hata siku ya 7 iliweza kuwa lini. Hakika siku ya 7 ilipokuwa inaenda kukaribia, Joseph Arimathea alienda kuitisha mwili kwa sababu Sabato ilikuwa inaingia. Alafu tukija kwamba Yesu ndio huyu amelala pale kaburini, siku ya 3 asubuhi na mapema ameweza kufufuka. Basi na situweze kupata mwangaza hakika kwamba hii siku ambayo Yesu aliweza kufufuka, hii basi ndio tuweze kuanza kwamba siku ya kwanza ya juma. Ndio maana tukasoma kwamba lile fungu somo la 6 ambalo lilikuwa linazungumzia kwamba kulikuwa na mwongozo ambao tulikuwa tumepewa kuhusu huyu Yesu. Na hili neno ambalo alikuwa ameweza kulipeana kwa wanafunzi wake wao yeye na mitume kuhusu hakika Biblia. So tukaweza kupata kwamba huyu Yesu pia alikuwa amewafundisha mbeleni. Kwamba hili neno ambalo tunaweza kulitumia leo hii, wiki jana tuliweza kusema na leo hii tuliweza kulitumia kwamba tuweze kupata kweli ni kwamba Biblia imeweza weka wazi kwamba siku ya kwanza ni gani hadi siku ya 7 ni gani. Asante sana. Kitabu cha Mwanzo 2 fungu lake la kwanza na hadi ninasema hivi: basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu akaimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyofanya. Mungu akaibariki siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilifanya nini? Zipoumbwa. Kuna mambo matatu nataka ndugu dada Ann uweze kutuelezea. Siku hii ya 7 kuna mambo matatu nataka tuyapate hapa. Ni haya mambo matatu ambayo Mungu mwenyewe anafanya hapa ni yapi na yapi? Asante sana. Tumeangalia vile Mungu aliweza kuumba tangia siku ya kwanza mpaka hadi hiyo ya 6. Na ya 7 hapa si kama ziko hizo zingine. Ameweza kufanya mambo matatu. Ya kwanza tumeambia kwamba aliweza kupumzika. So katika hiyo siku kuna pumziko. Ya pili aliweza kufanya jambo lingine ya kwamba aliweza kuibariki. Na ya tatu ni kwamba aliweza kuitakasa. Haya ndio mambo matatu ambayo yalifanyika katika siku hii ambayo inafaa kila mmoja ajiulize. Hata unaposema ya kwamba unaweza kuabudu siku yeyote. Je, siku yeyote hiyo unayesema hizi vitu vitatu vimefanyika hivyo? Mungu alikuwa na uwazi ya kusema ya kwamba siku ya 7 ni Sabato. Na hiyo tu ndio unafaa kupumzika kwalo. Usichague siku nyingine, fuata siku ya Mungu ambaye amefanya matatu. Alipumzika yeye mwenyewe, akaibariki na akaitakasa. Asante sana. Hakuna siku lingine isipokuwa siku gani? Ya 7. Na hiyo siku kuna mambo matatu ambayo dada amekwisha sema. Lakini Yesu, kauli ya Yesu je, kuhusu hii siku ni gani? Kwa sababu yeye alikuwa tangu nini? Tangu uumbaji, sivyo? Hata alishika katika kuumba siku yenyewe. Kauli yake ni gani katika kitabu cha Mark chapter 2 verse 27? Elda.
tunaposoma Mark, Yeah. it was just the custom of Jesus Christ Yes. to go into the Sabbath. Yes. That means as he was the word that was there before creation and during the creation, Yes. and was the agent of creation, it was his obligation that he Has to uphold the word. uphold the day that is set apart. I really like the three things that were done on the Sabbath. Yes. That God himself rested Yes, from rested. all the work that he done. Yes. Two, that God now sanctified. But this day ilifanya nini? Ilitakaswa ikakuwa holy. Yes. The day. And then it was blessed. Yes. So I really love that Christ himself uphold on the day that they set apart. Apart from the 6 days, you come now work for the 6 days, but the 7th day we now have to rest. Mark that we're going to read, it was a custom of Christ to what? To rest on the Sabbath day. And again, you see, in 2015, viongozi wa dunia, due to global warming, kuja na nini ya kwamba nao tunataka kuuphold siku nyingine hapa ya Sunday ya kwamba tuweze kuwa nini siku ya kufanya nini siku ya kuabudu. You know guys are coming with their own theory to justify what they want to do. Now because we have global warming and all these things that are happening, let's now have one day that we may rest and work for for the 6 days. But why we are pushing and changing the calendar of God that made the 7th day, that 3 things were done under this day, not in any other day. But the 7th day, God himself rested, and God himself blessed this day, and God himself sanctified. So the day is holy, my And friend. set it apart. It is apart. Hey, wewe ambao unisikiza na unanitazama, wewe unapumzika siku gani? Mungu amesema kwamba ni siku ya saba ambayo yeye mwenyewe ameitakasa na akaiweka nini? Akaiweka wakfu. And again, mwalimu, ili tusije tukamienda ya kwamba hii siku ya saba ni siku gani, na siku ya sabato tunayoijua ya kwamba ni siku ya saba, ya siku ya sabato ya juma, and this is the Sabbath that we rest today. Asante sana. Na mtazamaji, nataka utazame hata saa hii uende kwa Google utafute the 7th day ni siku gani. Utaona kwamba ni siku gani? Ni siku ya saba ya juma ambayo ni the Saturday ambao sisi ambao tumeweka. Sio sisi kusema kwamba tunataka kubuni letu. Tulizungumza by the way katika lesoni hiki tu kwamba saa zingine tunatumia mila, desturi, masomo yetu na uzoefu wetu kutafsiri nini? Na hiyo ndio agenda ya nini? Hiyo ni kazi ya Shetani. Biblia iko wazi sana, hakuna ni kipi ambacho sisi wenyewe tunafunuliwa hapa. Si ni lile ambayo tunasoma hapa kwamba siku ya saba alifanya nini? Wewe unapumzika siku gani? Mungu anasema siku 6 ufanye nini? Fanya na upumzike. Si ati unafanya upumzike siku mzima. Si ati unaenda asubuhi unabudu alafu mchana uko kazi yako. Utapata laana. Elder. Kuna jambo ambalo watu nataka tuweke wazi kwamba kuna mambo matatu ambayo katika Biblia Mungu anaweka kuwa ni takatifu. Moja wapo ni siku ya nini? Saba. Ambayo ni Sabato takatifu. Wewe hiyo siku ambayo unaenda kuabudu ni siku ambayo ni takatifu kweli? Ujiulize hiyo swali. Lingine ni kwamba ni ndoa. Je, Mungu aliumba ndoa ama ndoa tukuje tukapata tu hivi tu? Mwanzo 1:26 na 28 nasema nini? Mwanzo 1 inasema hivi. Mwanzo 1:26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na wanyama wa nchi yote pia. Asante sana. Na kile chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 28. 28 nasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, saeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Sasa naona Mungu anafanya uumbaji hapa. Kisha anaumba nani? Binadamu siku ya 6, sivyo? Je, akaumba kiume na kipi ilikuwa kwa mawazo ya Mungu alete hawa wawili kwa kitu kimoja? Kuna kike na kuna kiume. Hapa tunaona Mungu akiumba mwanadamu. Na tumesema ya kwamba aliumba mke, aliumba kike na kiume. Na kusudi la Mungu akawaambia kwamba waweze kukaa katika shamba la Edeni wakaweze kuongezeka. Na tunaona ya kwamba Mungu pia aliweza kupeana maagizo alipokuwa kiumba. Mwanzo hiyo tu 2. Mstari wake wa 10
Ni 18. 18. Tunaona ya kwamba Mungu alisema, Bwana Mungu akasema, zi vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyisha kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni. Nitaruka 21. Inasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatua upafu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule upafu alioutua katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Huyu ndio Mungu mwenye mpango, na amesa kuumba hapa mume na mke. So tunaona hapa ya kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa pale. Na yeye mwenyewe ndiye alianzisha. Na ile ambaye Mungu alianzisha ni mke na mume. Kwa wakati huu tunaona ya kwamba watu wameweza kubadilisha nini? Wameweza kubadilisha hata uumbaji wa Mungu. Hata unapata mke na mke wanafanya nini? Wanaoana. Mume na mume wanasema wanaoana, mambo ambayo yako katika muumbaji. Watu wameasi Mungu. Lakini tangu mwanzo, since the beginning, Mungu alipoumba, aliumba mke na akaumba mume, na akawabariki wakae pamoja, wakae katika shamba la Edeni, wakasae wachaze nchi, na wakae katika mpango wa Mungu. Na huo ndio ilikuwa mpango wa Mungu. Asante sana. Kuna jambo nataka tuyafikirie yule ambaye wanatazama na unanisikiza vizuri sana. Fungu la 28, hiyo mwanzo moja tu. Nasema kwamba Mungu akawabariki. Fanya nini? Akawabariki. Cha pili cha kubarikiwa hapa ni siku ya cha pili nini? Ni ndoa sasa. Hawa wote wamefanya nini? Wamewekwa pamoja. Wakafanya nini? Akawabariki. Kando ya Mungu kubariki siku ya 7, anabariki hawa inafanya ndoa iwe nini? Takatifu. Sasa swali moja nataka nijiulize wewe na mimi, kwamba ndoa ya jinsia moja imebarikiwa? Mungu aliumba kike na kiume, sivyo? Alafu kuna tatizo hapa pia ambayo lazima tufanye tu mjadala kwa kweli. Mungu anapoumba mwanamke, anampa mume mwanamke si wake, sivyo? Unapoona kwamba hakumpatia wanawake, alipata nini? Alimpa mke. Sasa wewe unapoenda kutafuta wanawake, hiyo sasa ni kauli ya nani? Ni yako ama ni ya Mungu kweli? Elda, mwalimu, hiyo ni ya shetani. Ya shetani, sivyo? Hiyo itokako kwa shetani. Na ashindwe. Ya ndiposa asante sana kwa kuleta hayo na ya kuyaelezea jinsi inavyotakikana ya kwamba the second thing to be blessed, was the marriage itself. Hallelujah. And again, I don't know where we are coming from. I don't know how, maybe God forbid that now I'm going to marry a man, and I don't know who's going to be a man and who's going to be a lady. I don't know how he's going to start. Because remember that after now, God himself creating for him a helper who is Adam. He's now blessing that now go and what? Multiply. I don't know how you are going to multiply, my brother. I don't know how you are going to multiply with the same sex. I don't know how you are going to multiply. But the Bible is clear. And remember that when God is commanding them that go and multiply, today our ladies, I don't know, the devil is so clever that because you do not want to carry that child in your womb, that now you unapeana uende ubebewe. Mafundisho ya shetani na mafundisho duni ambayo tunapata katika elimu ambayo tunayokuwa nayo siku ya leo. Ndipo tunaambia kwamba when God blessed this marriage, the first marriage to be blessed, and therefore if you are going for second wife and third wife and seventh wife, those are not blessed. God blessed, and that's why he created for him a helper, not helpers. Yes. So I don't know, maybe wenda ya kwamba mwanaume umekuwa na kazi mingi sana ya kufanya, ndiposa umeona ya kwamba mmoja hawezi fanya, uongeze mwingine wa pili, tena uongeze wa tatu, ili majukumu ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kuyatoa iweze kukamilika. Hayo ni mambo ya shetani, sivyo? Ndugu Fred, dakika moja tu. Asante. Na nikizungumzia hili la ndoa ambayo tumeweza kupata wazi kwamba iliweza kubarikiwa na huyu Mungu, hakika aliweza kumleta huyu mwanamume kwanza. Sababu kuu akaweza kumtoaza, Kiswahili pale wanasema akaweza kumtoaza mwanamke kutoka kwa mwanamume. Hivyo basi na huyu mwanamke na huyu Adamu aliweza kumleta
mwanamke, akaangalia hiki kiumbe ambacho kimeweza kuumbwa, akaweza kumpa jina mwanamke. Basi kwa sababu ilitoka kwa mwanamume. Basi kwa sababu imetoka kwa mwanamume, basi upendo pale ambao tunaweza kusoma kwamba mwanamume anafaa kumpenda mkewe. Asante sana. Basi bila shaka wanaume pia pale ambapo tuko katika pale nyumbani zetu, jamii pale, mwanaume penda mwanamke aweze kuitikia na aweze kuheshimu. Hiyo ni sehemu yako kama mwanaume, upende, si mwanamke kuja kufanya nini? Kuja kupenda. Basi na yeye huyu mwanamke aweze kufanya nini? Kutii, submission. Is it? Yeah. So kwamba kila mtu anapowajibika pale kama kwa familia, sehemu majukumu yake na sehemu yake pale, familia inakuwa inakuwa ya mfano, na vile vile inampendeza Mungu hapa duniani hata vile vile mbinguni. Bila kuzungumzia la kumalizia ni kwamba hii familia ambayo tumeweza kusoma kwamba familia inakuwa kamili kati ya mke na mume, basi tusije tukaweze kuleta utatanishi kwamba tuko na mwanamume na wanawake. Basi sasa jameni, hii dini yenu ama hii ni Biblia gani nyinyi jameni mnasoma? Na Biblia tuliweza kusoma mbeleni kwamba Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu, na hili neno la Mwenyezi Mungu ndilo taa, ndilo uzima. Asante sana mwalimu. Yule ambaye kijana ambaye unataka kutafuta mchumba, ama tuseme kwamba ni yule msaidizi, usitafute wasaidizi, tafuta nini? Msaidizi. Hivyo ndivyo kauli ya nini? Ya Mungu. Patikana kwa Mungu. Nani ili iwe ibarikiwe ni ile namna ambavyo Mungu alifanya nini? Mungu alisema. Mwalimu, jambo unapomaliza ya kwamba ataacha wazazi wake, nawe uache wazazi wako. Kuna wale ambao wanaacha kwa jioni. Yani umeacha kwa jioni, kisha kesho asubuhi unarudi kwao. Hiyo ni fundisho lako. Bali vijana, hii ni onyo katika somo la leo ya kwamba basi utaacha mzazi wako, naye ataacha mzazi wako, na muwe nini? Muwe mwili moja. Basi amkui mwili moja mara ya 7. Ya kwamba leo umekuwa mwili moja na huyu, kesho ni mwili moja na mwingine. Na tena kwa wanadada, wamekuwa wameogopa kubeba watoto katika nini? In their homes, I don't know. And now they rent. Where are you rent? I don't know. You are renting goats. I don't know what you are renting, but the Bible tells us that you are blessed, you are holy, and this marriage is blessed. So do not rent your home. Na kuna wale ambao wanauza their sperms. This is very technical. Ya kwamba wewe unaishi kwa kuuza. Ya kwamba unawauzia. Je, something that God has sanctified, something that is holy, that has been blessed by God, that therefore you are one, and in fact in that one is when the blessings come away. And one thing, that remember that despite of God blessing them, did not bar the devil to come amidst their way. Yes. Na ndiposa wakafanya nini? Wakaanguka. Asante. Na hapo tunafanya kwamba kule pale mwanzo tu katika uumbaji, yes, kukafanya nini? Manguku watu binadamu akaanguka, yes, shetani akaingia kati yao, yes. Kisha Yesu anafanya nini? Anakuja kufanya nini? Kuunganisha hawa ndio wakoe katika ile hali ambayo inahitaji nini? Mungu alikasirika sana. Baada ya gharika kufika, alisema kwamba hawa nitamaliza, lakini anasema wacha tu, kwa sababu mimi ni Mungu mwenye mapenzi mingi sana na mwenye rehema, wacha nafanya nini? Ni waache. Kisha akasema kwamba hawa wameanguka tena. Nitume nani? Nitume Yesu. Afanye nini? Aje. Je, Yesu alikuja kubadilisha yale ambao wao walifanya, ama aliweka hiziwe wazi, akayatilia mikazo na akasema kwamba sisi pia tuishi katika hiyo namna, ama aliye alisema vikipi elder? He didn't come to justify ama kubadilisha, bali alikuja kuambia kwamba mlianguka. I really like today's lesson ya kwamba katika kila mwanadhambi anapoanguka, yes, kuna msalaba. Yani whenever a man falleth, whenever Adam and Eve had fallen, then Christ came now to bring that which was lost. Yes. It was not the intention of God in creation, my friends, that we go into sin. This came because I really like Genesis, the creation story. Let us, I left that, but I have to mention that. Let us now create. It was not just something that was done by one person. Yes. That God, the Trinity, now they came to do the part of creation. Let us now come. After God had created the 6 days, akaona zote ni vyema. Wakaja siku ya 6, wakasema let us now create him in our what? In our own image. In the image of God. They were God what? He was created man and a woman. Male and female. He created what? Them. So they were created in the image of God, man and a woman. Yes. And because of sin that had come, that's why Christ came to redeem that which was lost. So in every falling man today, there is salvation in Christ. Asante sana. And that's why kitabu cha Yohana ambao ni fungu ambalo kila mtu anafanya nini? Analikariri. Yohana 3:16 kwamba hakatuma nani?
mwanawe aje afanye nini? afe Kwa ajili ya nani? kwa ajili ya Dhambi ambazo dhambi sisi ambao zetu. tulifanya nini? Amen. Alafu akasema kwamba wewe ukiamini yule aliyetumwa utakuwa na nini? Utakuwa na uzima wa milele. Na huo uzima utolewa wapi? Msalabani. Yesu alipofanya nini? Alipoangikwa na akafanya nini? Akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Dada Ann. Nilikuwa na neno moja ya kuongezea ya kwamba tumetoka mbali na hasa neno moja ambayo nilisahau katika ndoa. Pia Mungu aliagiza ya kwamba wale ambao wameunganishwa mtu yeyote asifanye nini? Asije akawatenganisha. Hii ni kitu ambayo imebarikiwa. Vile sabato utoshi kuondoa, hata ndoa utoshi kufanya nini? Kuifunja. Ni Mungu ndiye ameunganisha. Utasoma kitabu ya Mathayo 19:3 mpaka 6 ambao Yesu kuna watu walikuja kumuuliza Yesu kama mtu anatosha kuacha mkewe na akaweza kuwapea mfano hapo na akamwambia kwamba kile Mungu ameweza kuiunganisha usifanye nini? Usifunje. Kwa hivyo ni muhimu ndoa yako iweze kuimarisha na utachenga kwa nini? Tulisoma hapo awali ya kwamba tusipochengwa ndani ya Yesu Kristo basi ndoa zetu zitaweza kufanya nini? Kusimama. So tuweze kumtazama huyu Yesu ambaye alikuwa katika mwanzo huko kwa uumbaji, tena alikuja kufanya nini? Kutukomboa. Kwa hivyo sisi tu wa Yesu mara mbili alituumba na tena akakuja kutufanya nini? Kutukomboa. Na zaidi ni kwamba tunatumaini kwa huyu Yesu kwamba atakuja tena ili aweze kutuchukua nyumbani. Asante sana. Kauli mbiu ambayo liko hapa ni kwamba Yesu alipokuja, alipoteremka chini kama katika ile umbo tu ambao wao wenyewe waliumba binadamu, alikuja kudhihirisha kwamba binadamu hawezi akaanguka akiwa upande wa nani? Upande wake. Tunasema kwamba yeye is the second Adam. Mahali Adamu alianguka, yeye akafanya nini? Akainuka. Na akatuonyesha kwamba ukikaa katika yeye, katika ule mwelekeo Mungu mwenyewe anataka sisi zote tukae, au utafanya nini? Au utaanguka. Ndiposa anaposema kwamba najua nitaenda, lakini nitafanya nini? Nitarudi kufanya nini? Kuwachukua. Je, uko tayari kuja kuchukuliwa na yule ambaye aliweka msingi wa dunia? Uko tayari kuchukuliwa na yule ambaye aliweka wewe mwenyewe, akaweka wewe ukaumbwa? Jambo la mwisho kwa kila mmoja na yule ambaye nitazama kwamba ni jambo la kushangaza kwamba hao wanapoumba siku ama viumbe vingine haunganiki, lakini binadamu wanapoumba wanafanya nini? Nasema kwamba sasa sisi fanya nini? Tuungane, tukoe kitu kimoja, tuumbe binadamu. You are very special. Na ndiposa Daudi anasema hivi kitabu cha Zaburi 139 fungu la 14. Anasema jambo ambalo nataka wewe na mimi tufanye nini? Tuweze kuelewa kwa haraka sana. 39:14 inasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Asante sana. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Tutashukuru nani? Mungu. Kwa sababu amefanya nini? Ametuumba. Wewe ambao unaongeza vitu kwa mili yako, hiyo haiko kauli ya Mungu. Mungu alikuumba ukiwa perfect na hivyo ndio huko na ukae katika hivyo. Sawa sawa. Elda, itabidi ufanye la mwisho kisha utuombe. Asante sana. Nashukuru sana walimu kwa sababu I think imekuwa wazi kwetu katika uumbaji na mpango wa Mwenyezi Mungu. Remember ya kwamba the plan of salvation does not start just after creation, but immediately God Adam and Eve had fallen, there was that plan of salvation. Na katika yeyote ambaye anatenda dhambi leo kuna msalaba. So jambo ni ya kwamba tuweze tukaangalia msalaba wa Yesu ili tuweze tukapata kuokolewa. Na tunaposoma katika masomo ya dunia hii isije ikafanya nini? Ikatutenga na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tusije tukaingia katika masomo ambayo tunapatiwa na mwanadamu na tukayaacha mapenzi ya Mwenyezi Mungu tuliyoyapatiwa katika maandiko yake takatifu. Tuweze kuangalia Biblia, tuweze kusoma ili tuweze kupata maarifa. Ndipo sasa tunaambia kwamba watu wangu wanaangamia kwa nini? Kwa kukosa maarifa. Na kwa sababu hatukujua jinsi ambavyo tungesoma Biblia, tumeambiwa sasa na hii funzo ambayo tuko nayo ni kwamba jinsi ambavyo tutaweza fanya nini? Kujua na kusoma Biblia. Basi tuingie katika maandiko matakatifu tunapoongozwa na Roho Mtakatifu ili aweze katuongoza kwa kusoma neno ili tusije tukapoteza uzima ambao tumepatiwa kwa Yesu msalabani. Asante sana. Asante. Mtazamaji, utanituruhusu kwamba saa na muda umekwenda sana na kuna vipindi vingine ambavyo lazima tuendelee nazo. Hapo chini ya tovuti yetu ya YouTube kuna pahali pa kutoa maoni, pahali pa kutoa swali. Tafadhali toa swali lako hapo ama utoe maoni yako hapo. Somo hili la creation and Genesis as the foundation ilikuwa sehemu ya kwanza. Wiki ijayo tunayo sehemu ya nini?
usikose sabato lijalo, tutakuwa hapa tuweze kung'amua yale ambayo Mungu ametuwekea. Asante sana walimu wenzangu, asante sana yule ambaye umeketi pale kutazama pote ulipo, na tukuaga kwamba uwe na sabato njema tunapopata maombi ya mwisho kutoka kwa elder wetu Elder Eric. Tuamini, tuombe. Asante Yesu, kwa maana wewe ni mwema. Asante kwa kutuongoza katika kusoma maandiko yako takatifu. Asante Bwana Yesu kwa sababu umetunukulia ya kwamba sisi si viumbe tu, bali we are special in your own ways, Father. We want to pray you, Lord, in heaven, that with all the members, Lord, who are watching us wherever they are, Father, that, Lord, in heaven we may go into your holy scripture, Father, that we may not lose our life, Father, but we have life in you. Thank you, Lord, in heaven, for sending your only Son, Jesus Christ, Lord, that we may have life in you. May you give us strength, may you give us power, may you give us faith, Lord, in heaven, that we may not hold on the things of the world, but we may hold unto you on the cross, Father, that we may have life. We want to pray, Lord, in heaven, that you may bless all the viewers, Lord, who have watched this program, Lord, in heaven, that in your own ways, Father, that you may enrich them, Lord, in heaven, the power and the zeal, that they may go through your holy scripture. Bless us all, for we pray, trusting and believing through Christ our Savior. Amen. Asante sana, uwe na sabato njema.